Unajua kwa nini mawenzi yana sura mbaya? Jibu linaweza kukufanya ucheke au linaweza kukufanya uogope. Ukweli ni kwamba mawenzi alipigwa. Tena hakupigwa na kitu kidogo, alipigwa na mwiko wa kupikia. Ndiyo, umesikia vizuri. Wema wangu, si ujinga. Barafu na miamba unayoiona leo ni matokeo ya drama kubwa ya kifamilia iliyotokea angani. Kibo, yule mlima mpole na mweupe, hakuwa na subira siku hiyo. Alipoamua kutoa adhabu, alihakikisha imekuwa fundisho kwa vizazi vyote. Ilikuwaje mpaka ndugu hawa wakafikishana hapa? Nini kilimfanya Kibo, mlima mtulivu kuliko yote, apandwe na hasira ya kiasi hicho? Kama wewe ni mvivu au unapenda vya bure, hadithi hii inakuhusu sana. Karibu usikilize kisa cha kusisimua cha Kibo na mawenzi. Kabla hatujaendelea na simulizi hii kali, bonyeza subscribe sasa hivi, like hapa, na niambie kwenye komenti unatazama ukiwa wapi muda huu. Tuanze sasa. Hapo zamani za kale, wakati dunia bado ni changa na wakati miungu walitembea kwenye nchi tambarare za Afrika Mashariki, kulikuwa na ndugu wawili wakubwa walioishi jirani. Wa kwanza alikuwa Kibo. Kibo alikuwa ndugu mdogo, lakini alikuwa na hekima ya ajabu. Alikuwa mpole, mkarimu na mwenye bidii sana. Kila asubuhi, Kibo aliamka mapema, akaweka sawa mawe yake, akafajia mawingu yaliyomzunguka na kuhakikisha moto wake wa jikoni unawaka vizuri. Kibo aliamini katika kujitegemea. Aliamini kuwa heshima ni uwezo wake wa kujilisha na kujihifadhi. Lakini kulikuwa na ndugu wa pili, Mawenzi. Mawenzi alikuwa mkubwa, mrefu na mwenye nguvu nyingi. Lakini alikuwa na udhaifu mmoja mkubwa, uvivu. Mawenzi hakupenda kazi. Alipenda kulala hadi jua lifike utosini. Alipenda kusifiwa kwa ukubwa wake, lakini hakutaka kutumia ukubwa huo kufanya kazi. Siku zote, Mawenzi alitegemea ujanja kuishi. Wakati Kibo akipanda vyakula vyake, Mawenzi alikuwa akilala na kuota ndoto za mchana. Wakati Kibo akikusanya kuni za kuweka moto wake uwake usiku kucha ili asipigwe na baridi kali ya juu ya anga, Mawenzi alikuwa akicheka na kusema, "Kuna haraka gani? Ndugu yangu yupo." Uhusiano wao ulikuwa kama wa paka na panya, au kama ule wa mchwa na panzi. Mmoja anajenga, mwingine anasubiri kuomba. Na hapa ndipo kosa la kwanza la Mawenzi lilipoanzia. Alichukulia wema wa Kibo kama udhaifu. Hakujua kwamba hata bahari, pamoja na utulivu wake wote, ina mwisho wa uvumilivu wake. Siku moja, baridi kali iliingia. Ilikuwa ni baridi ambayo hupenya mpaka kwenye mifupa ya miamba. Kibo, kama kawaida yake, alikuwa amejiandaa. Moto wake ulikuwa unawaka vizuri na juu ya mafiga yake kulikuwa na chungu kinatokota. Harufu nzuri ya machalari, chakula cha asili cha ndizi na nyama, ilikuwa inapanda na kusambaa angani. Mawenzi akiwa upande wa pili, alikuwa anatetemeka. Moto wake ulikuwa umezimika siku nyingi kwa sababu ya uvivu wa kutafuta kuni. Tumbo la Mawenzi likaanza kunguruma. Harufu ya chakula cha Kibo ikamfikia. Mawenzi akawaza, siwezi kwenda kuomba chakula moja kwa moja. Kibo ataniona mvivu. Lazima nitumie akili. Hivyo, Mawenzi akafanya hila. Akatembea mwendo mrefu mpaka kwa Kibo. "Hodi hodi ndugu yangu." Mawenzi aliita kwa sauti ya unyenyekevu wa uongo. Hodi. Kibo akaitika, "Karibu ndugu yangu. Ni nini kimekuleta mapema hivi?" Mawenzi akaweka uso wa huzuni. Kibo ndugu yangu, nimekumbwa na mkasa. Wakati nikiwa nimesinzia kidogo, moto wangu umezimika. Naomba unipatie kaa la moto nikawashe jiko langu." Kibo kwa ukarimu wake alimtazama ndugu yake. Alijua Mawenzi ni mvivu, lakini undugu ni kufaana. "Chukua moto," Kibo alisema,
lakini pia naona umechoka. Kaa ule kidogo upate nguvu. Hicho ndicho Mawenzi alichotaka. Alikula kwa pupa, alikula kama mtu hajaona chakula kwa mwaka. Baada ya kushiba na kupata moto, aliondoka akichekelea moyoni. Mjinga ndiyo huliwa, Mawenzi alijisemea alipokuwa akirudi kwake. Hivi wewe umewahi kukutana na mtu mjanja na mvivu kama Mawenzi? Yule mtu asiyetaka kufanya kazi ila anataka kula vya wengine? Kama unamjua mtu wa hivyo, au kama tabia ya Mawenzi inakukera, gonga like hapo chini sasa hivi, ili tuone tuko wangapi tunaopenda kujituma kama Kibo. Asante kwa like yako. Sasa turudi kwa Mawenzi. Unajua alifanya nini na lile kaa la moto alilopewa? Hutaamini nini kinaenda kutokea. Andika maoni yako kuhusu hadi hapa tulipofikia, na usisahau subscribe ili uwe wa kwanza kutazama sehemu inayofuata.